Hii baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo, kundi la Hamas limesema limekubali mpango wa baraza la amani la Rais Donald Trump kuondoa kabisa silaha zake katika ukanda wa Gaza. Watafiti nchini Marekani wanasema kiasi kikubwa cha madini ya urani na kobalti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanauzwa nje ya nchi. Na utasikia kuhusu mwanaume mmoja nchini Kenya ambaye anaishi na wake zake wawili ndani ya nyumba moja. Mimi nilijipata by miaka 17 nilianza kujipata niko kwa ndoa ambapo tulianza na Cecilia. Juu kwa saizi tuko na Cecilia miaka 26 na Mariam tuko naye miaka 23. Awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Rais Donald Trump amesema bodi yake ya amani imefikia makubaliano ya kihistoria na Hamas kuhusu kuvuliwa kabisa silaha kundi hilo la Kiislamu la Palestina. Trump ameelezea makubaliano hayo kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa serikali mpya ya Palestina huko Gaza. Maafisa wa Hamas wamethibitisha kuwa wamefikia makubaliano ya hatua kwa hatua kuhusu suala la silaha na kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, kabla ya makubaliano hayo kufikiwa, afisa mmoja wa Israel alisema pendekezo hilo bado halijakidhi matakwa ya Israel. Siku ya Alhamisi iliripotiwa kuwa angalau wa Palestina 6 waliuawa na kwa mashambulizi ya risasi kwa upande wa Israel. Hispania imewatuma wanajeshi zaidi katika eneo lake la Kuwaita kaskazini mwa Afrika baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka kutoka Morocco huko Italia, ikiitaka Hispania kuondolewa kwenye mataifa ya Schengen ambaye inaruhusu usafiri bila vizuizi vya mipaka ndani ya Umoja wa Ulaya. Florian Kajage na maelezo zaidi. Wengi wao walivuka kwa kuogelea au kuelea baharini, hali iliyouzidi uwezo wa polisi wa eneo hilo, huku wengine wakipanda na kuvuka uzio wa mpaka. Maafisa wa eneo hilo wamesema watu wasiopungua 15 wamekufa maji katika jaribio hilo. Hispania imesema imefikia makubaliano na Morocco ya kuwarejesha wahamiaji hao nchini humo haraka iwezekanavyo. Serikali ya Rabat bado haijatoa maelezo kuhusu suala hilo. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez anatarajiwa kutembelea Ceuta siku ya Ijumaa. Wakati huo huo, maelfu zaidi ya wahamiaji wamekusanyika jirani na mpaka wakitarajiwa kuingia katika eneo hilo ambalo ni lango la kuelekea Umoja wa Ulaya. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Italia ametaka eneo la Schengen linaloruhusu usafiri bila vizuizi vya mipaka ndani ya Umoja wa Ulaya lifungwe kwa Hispania. Mwenzake wa Hispania amemtuhumu kwa kutumia suala la uhamiaji kama silaha kwa malengo ya kisiasa. Rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi ameonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati na kusambaa zaidi katika eneo hilo. Onyo hilo linatolewa siku moja baada ya ndege isiyokuwa na rubani ambayo haijulikani ilikotoka kusababisha moto katika meli mbili za kuhifadhi gesi katika bandari ya Damietta kwenye bahari ya Mediterania. Al-Sisi amesema uchunguzi unaendelea kubaini waliohusika na shambulio hilo. Na kuna ripoti za mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na kundi pinzani la wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kusini mwa nchi hiyo. Mashuhuda wanasema ndege za kivita na ndege zisizo na rubani za jeshi la Sudan zimeshambulia maeneo yanayodhibitiwa na RSF katika majimbo ya North Kordofan na West Kordofan. Hakuna taarifa kuhusu watu waliouawa au kujeruhiwa na RSF bado haijatoa tamko kuhusu mashambulizi hayo. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari umesomwa na mwenzangu Nasteha Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye redio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa na Radio Kwizera kule Ngara. Kenya ni Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda kuna Voice of Busoga, Radio Chitara na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yategea sikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa baraza lake la amani limefikia makubaliano ya kihistoria na Hamas kuhusu kulivua kabisa silaha kundi hilo la Kiislamu la Wapalestina. Trump anasema hatua hiyo ni muhimu katika kuelekea kuundwa kwa serikali mpya wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Na Steha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi. Afisa mmoja mwandamizi wa Hamas ameambia BBC kuwa wamekubali mpango wa kulivua kabisa silaha kundi hilo huko Gaza na kwamba taarifa rasmi itatolewa hivi karibuni. Hata hivyo, kabla ya makubaliano hayo kufikiwa, afisa mmoja wa Israel alisema pendekezo hilo bado halijakidhi matakwa ya Israel. Ni miezi 6 tangu Israel na Hamas zilipaswa kuanza awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini kumekuwa na maendeleo machache huku mauaji dhidi ya Wapalestina yakiendelea huko Gaza. Siku ya Alhamisi iliripotiwa kuwa angalau Wapalestina 6 waliuawa kwa mashambulizi ya risasi kutoka upande wa Israel. Rais Donald Trump alikuwa ametangaza awali kile alichokiita makubaliano ya kihistoria. Israel bado haijatoa maoni yake hadharani kuhusu makubaliano hayo. BBC imepata nakala ya mpango huo wa hatua 4 unaoelezea mchakato wa awamu kwa awamu unaounganisha Hamas kuachana na silaha na kuondoka taratibu kwa wanajeshi wa Israel pamoja na kupelekwa kwa mamlaka mpya ya mpito ya Palestina inayoungwa mkono na kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu katika ukanda huo. Maafisa wa Marekani wamesema mpango huo umejengwa kwa misingi ya kutoaminiana kabisa na udhibitishaji, ambapo Hamas wala Israel hawatasonga katika awamu inayofuata hadi upande mwingine utekeleze ahadi zake. Maafisa hao wamesema makundi madogo ya wapiganaji huko Gaza yataanza kuachana na silaha kabla ya Hamas kuanza kuvunja miundombinu yake ya kijeshi, ikiwemo mtandao wao wa ardhini, maghala ya silaha na vituo vya kutengeneza silaha. Hatua hiyo inafuatia muda mfupi baada ya Hamas kukamilisha uchaguzi wa viongozi wake uliomweka madarakani kiongozi wake wa Gaza Khalil al-Haya kuwa mkuu wa kundi hilo. Maafisa wa Palestina wanaohusika katika mazungumzo hayo wanaamini kuwa uongozi mpya ulikuwa tayari kufanya kile wanachokielezea kuwa uamuzi mkubwa zaidi wa kisiasa katika historia ya Hamas, ukichochewa na hali mbaya ya kibinadamu inayowakabili zaidi ya Wapalestina milioni 2 huko Gaza. Huko Gaza, hata hivyo, tangazo hilo halikupokewa kwa shauku kubwa na wananchi. Taarifa yake na Steha Mohamed. Watafiti nchini Marekani wanasema kiasi kikubwa cha madini ya urani kinachimbwa na kusafirishwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mauzo ya madini ya kobalti, jambo linalozua wasiwasi kuhusu usalama na uangalizi wa shughuli hizo. Zaidi na Florian Kaijage. Watafiti hao wameripoti katika jarida la Nature Communications kuwa wanakadiria hadi tani 5,000 za madini ya urani huenda ziliondoka DRC kati ya mwaka 2000 na 2024 na chini ya 10% kutangazwa au kuwekwa chini ya ulinzi wa kimataifa. Watafiti wanasema matokeo yao yanafichua pengo kubwa katika uangalizi wa nyuklia na mazingira katika ufunguo wa ugavi wa mpito wa nishati duniani. Madini ya cobalt kutoka ukanda wa shaba wa DRC ni muhimu kwa magari ya umeme, simu janja na mpito mpana wa nishati. Lakini watafiti kutoka Princeton na chuo kikuu cha Wisconsin wanasema urani kiasili hufungamana na cobalt na inasafiri bila kutambuliwa katika mauzo ya nje. Wanasema baadhi ya nyenzo za mionzi pia zinaishia kwenye taka za migodi na kuziweka jamii katika hatari. Watafiti wanatoa wito wa ulinzi mkali wa kimataifa katika mnyororo wa usambazaji wa cobalt ili kuendana na mahitaji yanayoongezeka. BBC iliwasiliana na serikali ya DRC lakini bado haijatoa majibu kuhusu utafiti huo. DRC ni mzalishaji mkubwa wa cobalt duniani. Mbali ya cobalt, nchi hiyo pia ina hazina kubwa zaidi duniani ya madini mengine ya thamani kubwa na yale muhimu kama vile coltan na dhahabu. Rasilimali hizi zilizoko chini ya ardhi zenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani trilioni 24 ndizo zinazochochea masoko ya teknolojia na nishati safi duniani. Lakini nchi hiyo imebaki katika hali ya umaskini kutokana na madini mengi kuchimbwa kiholela bila udhibiti wa serikali na kiasi fulani kutokana na maeneo yenye utajiri wa madini kukumbwa na vita vya muda mrefu au vinavyojirudia rudia. Taarifa yake Florian Kaijage. Mpango wenye utata wa FIFA wa kuuza hisa katika mashindano yake kwa wawekezaji binafsi umepata pigo kubwa. Mashirikisho 41 ya soka kutoka Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na Caribbean yameukataa mpango huo yakijiunga na upinzani wa pamoja wa mashirikisho yote ya Ulaya. Rais wa FIFA Gianni Infantino anasisitiza kuwa mpango huo ungeongeza kwa kiasi kikubwa ufadhili kwa mashirikisho ya soka ya kimataifa kote duniani. Mataifa yote 55 ya soka ya Ulaya yamekubaliana kususia kombe la dunia iwapo FIFA
FIFA itatekeleza mpango huo. UEFA imesema timu zake zitashiriki katika mashindano ya FIFA tu iwapo mpango huo hautatekelezwa. Uamuzi huu ulifikiwa katika mkutano wa dharura wa shirikisho la soka Ulaya UEFA. Laura McAllister ni makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Ulaya. Ni wazi kabisa ni kitisho kwa mchezo wa soka, kwa sababu pale tu utakapouza hisa kwa wawekezaji binafsi kwenye mpira, ni wazi kabisa inatoa picha tofauti kabisa na msukumo wa tofauti kwa wale ambao ni wasimamizi wa mchezo husika. Uwezekano wa timu za Ulaya kujiondoa katika mashindano ya FIFA huenda ukawakatisha tamaa wawekezaji wa mradi huo wa kuuza hisa katika mashindano yake kwa wawekezaji binafsi chini ya rais wake Gianni Infantino, kwa kuwa timu za Ulaya ndio zinazotawala mchezo wa soka. Lakini msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili ukaendelea kusoma taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo taarifa hii inayopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Mzozo wa Iran, IRGC yadai kushambulia kambi za jeshi la Marekani nchini Kuwait. Taarifa hii inapatikana hapa, lakini kuna taarifa nyingine, ukweli kuhusu alama za Freemason na maana yake. Lakini kiongozi wa upinzani Uganda Kizza Besigye aanguka na kupoteza fahamu mahakamani. Dalili ndogo 5 ambazo watu wengi huzipuuza lakini zinaweza kuashiria ugonjwa mkubwa. Je, unazifahamu? Dalili hizo ni zipi hasa? Unaweza ukazisoma hapa. Lakini kwa nini ujenzi wa msikiti nchini Japan umezua utata? Unafahamu wanawake 6 wenye ushawishi mkubwa barani Afrika? Taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Tunajua nini kuhusu mapendekezo kwa Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz? Taarifa hii pia inapatikana hapa. Na kutoka Ukraine hadi Zanzibar, mgahawa uliozaliwa kutokana na vita. Taarifa hii pia unaweza ukasoma makala yake kwa kina zaidi ndefu katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na sasa moja kwa moja tukapate habari za michezo, na tayari amefika hapa Florian Kaijage. Twenzetu. Asante sana Skola, tumesikia ya FIFA lakini hayo ni ya nje ya uwanja. Sasa tuangalie yanayojiri katika viwanja vyenyewe. Fainali za mataifa ya Afrika kwa wanawake zinaendelea nchini Morocco. Kenya imekuwa timu ya kwanza kuyaga mashindano hayo baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Senegal. Kenya imetolewa kwa kufungwa michezo yote miwili ya mwanzo, kwani katika mchezo wa kwanza ilichezea kichapo cha 4-0 mbele ya wenyeji Morocco. Katika mchezo mwingine wa kundi A, Morocco wamewachapa Algeria 1-0 na kufuzu kwa hatua ya robo finali. Leo kuna michezo miwili ya kundi B ambapo Ivory Coast inakipiga na Afrika Kusini kabla ya Tanzania Twiga Stars kushuka dimbani dhidi ya Burkina Faso. Huenda leo watafanya pia vizuri. Nakumbuka mechi waliocheza walifunga 2-1. Ndo sala na dua zetu. Ndo nauliza yani kwa kumbukumbu 2-1. Yes, Afrika Kusini. Sawa. Barabara kabisa. Unafuatilia vizuri. Mimi mwenyewe kuna mtu ananifuatilia vizuri. Mlinzi wa timu ya taifa ya England John Stones amejiunga na mabingwa wa Italia Inter Milan kwa uhamisho huru na kusaini mkataba wa miaka 2. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 aliondoka Manchester City baada ya mkataba wake kumalizika mwishoni mwa msimu mwezi Juni mwaka huu kufuatia miaka 10 ya mafanikio katika klabu hiyo ya ligi kuu ya England. Stones amesema ametimiza ndoto zake zote baada ya kuisaidia City kushinda mataji 6 ya ligi kuu, ligi ya mabingwa Ulaya, mataji 2 ya kombe la FA, 5 ya kombe la ligi, 3 ya ngao ya jamii, kombe la dunia la klabu na UEFA Super Cup. Mafanikio yaliyoje. Katika michezo ya Jumuiya ya Madola, Australia wameendelea kushikilia usukani wa wingi wa medali kwa kutimiza medali 110, inafuatiwa na England na medali 65. Nigeria bado inaongoza kwa Afrika na medali zake 16, huku Kenya ikiwa kinara wa Afrika Mashariki baada ya kunyakua medali zake 6. Katika tetesi za usajili barani Ulaya, Everton, Leeds United na Nottingham Forest wanafuatilia kwa karibu mshambuliaji wa Kiingereza Liam Delap mwenye umri wa miaka 23 ambaye Chelsea inamtathmini kwa hadi paundi milioni 40. Ukifikia bei basi ana sepa au anaondoka kwenda klabu nyingine. Manchester City wako katika mazungumzo ya kina na klabu ya Real kuhusu kiungo wa raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 18 Ayubu Buad ambaye pia amevutia hisia za Arsenal, Chelsea, Liverpool na Bayern Munich. Uhamisho wa